nitafundisha kitu kinasema uwezo wa kulipa. Uwezo huu wa kulipa una mambo mawili. Uwezo wa kulipa, kuna watu unakuta ameshindwa hata kulipa pango, anatupiwa vitu nje, anadhalilika, hana hela, ameshindwa kulipa gharama ili apate mambo makubwa, ameshindwa kufanya vitu fulani vya msingi, yaani yeye hawezagi kulipa. Kununua tu kwenyewe ni mtihani. Usipoweza kulipa huwezi kununua. Sasa siri kubwa imefichwa hapa. Kuna vitu ambavyo nitakusaidia kuvielewa leo. Mtu anayethaminika katika taifa au katika nchi anaitwa mlipa nini? Kodi. Amen. Na mlipa kodi, hizi kodi ziko aina kadhaa, lakini mimi nitakupa aina mbili kwenye neema ambayo Mungu amenisaidia. Nashukuru wako watu hapa ambao wamepitia mambo haya. Ili ufanikiwe lazima uconnect na Roho Mtakatifu au Mungu aliyetuumba, aliyekufanya uishi duniani, uconnect naye kwenye uwezo wa kulipa. Yaani binafsi uwe mlipaji. Na katika malipo kuna malipo aina mbili. Malipo huwa kuna kodi, alafu kuna ushuru. Sema amen. Watu wengi wamefikiri hivi vitu ni kitu kimoja. Kodi ni kitu kingine na ushuru ni kitu kingine. Kodi maarufu kama tax analipa mtu mwenye level fulani. Anaweza akawa analipa serikali, shirika, ni kampuni, analipa kodi kwa sababu ya ule uwezo alionao wa kumiliki vitu fulani. Ni kampuni au shirika, analipa nini? Kodi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo taifa na taifa, mtu akivuka mpaka analipa nini? Kodi. Akiishi kwenye taifa lake lazima alipe kodi, na kodi sio ushuru. Watanisaidia watu waliokuwa wanasimamia hayo maeneo sehemu mbalimbali, sokoni na wapi. Huwezi ukaniambia Msambaa aliyezagaa kwenye haya masoko ya vitunguu na dengu kwamba naye analipa kodi. Yule analipa ushuru, kwa sababu ushuru unalipwa kwenye bidhaa iliyokwisha uzika au iliyokuja sokoni, ndio unalipa nini? Ushuru. Lakini kutoka eneo fulani unataka uingie nchini ufanye biashara, unalipa kodi. Unavuka mpaka fulani kuingia eneo fulani, unalipa nini? Kodi.